16 hadi 31. Ningeomba nikaweze kusoma. Ikawa palipokuwa tukienda mahali pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta, aliyepatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua. Akafuata Paulo na Sila akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuhubiri injili ya wokovu. 18. Akafanya hiyo siku nyingi, lakini Paulo akasikitika, akageuka akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. 19. Basi bwana zake walipoona ya kuwa tumaini la faida yao limewapotea, wakawakamata Paulo na Sila, wakawakokota mpaka sokoni mbele ya wakuu wa miji. Wakawachukua kwa makadhi, wakasema, watu hawa wanachafua sana mji wetu, nao ni Wayahudi. Tena wanatangaza habari ya desturi zisizo halali kwetu kusipokea wala kusifuata, kwa kuwa sisi tu Warumi. Makutano wote wakaondoka, wakaendea makadhi, wakawafua nguo zao kwa nguvu, wakatoa amri wapigwe kwa bakora. Na walipokwisha kuwapiga mapigo mengi, wakawatupa gerezani. Wakawaamuru walinzi wa gereza walinde sana. Naye akiisha kuwapa amri hii, wakawatupa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu kwa mikatale. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za sifa, na kufungwa na wafungwa wengine walikuwa wakisikiliza. Ghafula pakawa tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatingizika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikaregeshwa, yule mlinzi vikaregeshwa. Bwana Yesu asifiwe. Yule mlinzi wa gereza akaamuka, naye alipoona ya kuwa mlango ya gereza imefunguka, alifuta upanga, akataka kujiua, akidhani ya kuwa wafungwa wamekimbia. Bwana Yesu asifiwe. Ila Paulo akapaza sauti yake kwa nguvu, akasema, usijidhuru, kwa maana sisi sote tupo hapa. Akataka taa ziletwe, akarukia ndani, akitetemeka kwa hofu, akawaangukia Paulo na Sila. Kisha akawaleta nje akisema, bwana zangu, yanipasa nifanye nini nipate wokovu? Wakamwambia, amini Bwana Yesu, nawe utaokolewa pamoja na nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Saa zingine kama waamini ambao tumeteuliwa, ambao tumeokoka, tumeamua kufuatana na Kristo, kuna challenges ya maisha ambao tunakutana nayo. Saa zingine
Kuna watu wanaokoka wakifikiria kwamba wakati wameokoka ndio mambo yao itanyooka. Lakini leo ningetaka kukuambia kwamba wakati ambapo umeokoka, umewekwa kwa mizani ya kuonyesha ya kwamba huu wokovu wako unaotangaza, je, unaaminisha ndani ya roho ama unasema kwa mdomo tu pasipo kuwa na matendo? Bwana Yesu asifiwe. Sasa zingine tunapowekwa kwa mizani, wengine wanaanguka. Maandiko yanasema ya kwamba Paulo na Sila walikuwa wakienda kuomba, na wakati walikuwa wakienda kuomba, kulikuwa na kijana ambao walikutana na yeye ambaye ametupiwa mapepo ya uaguzi. Haleluya. Na wakati walikutana na ule kijana, yule kijana alikuwa akiwatambua, hata kama ule kijana alikuwa na pepo, lakini alikuwa akiwatambua, akisema ya kwamba hawa ni watumishi wa Mungu wanaohubiri wa injili ya wokovu. Haleluya. Hawa ni watumishi wa Mungu. Sijui kama matendo yako ama wokovu wako unaonyesha ya kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu. Lakini huyu mtu ambaye amepagawa na mapepo alikuwa akiwatambua, na yule kijana alifanya kwa siku nyingi. Maandiko yanatuambia kwamba yule Paulo akageuka, akakemea yule pepo, na yule pepo akatoka pale pale saa ile ile. Bwana Yesu asifiwe. Na yule kijana kwa sababu ya wokovu akakatanishwa na mambo ambayo amekuwa ametupiwa, yaani ile nguvu ya kiuganga ama uchawi alikuwa ametupiwa kwa ajili ya watu wapate faida yao, akakatanishwa nayo, akaingia katika njia zingine za wokovu. Haleluya. Akawa na ukombozi. Na wakati ambapo kulifanyika vile, maandiko yanatuambia kwamba wale ambao walikuwa wanapata faida kupitia yule kijana, faida yao ikawa imeisha. Kumbe kuna watu wanatupia watu maroho ndio wafaidike kwa njia nyingine. Unaona mtu anasumbuka barabarani, lakini kuna mtu anafurahikia na anapata faida kupitia ule mtu. Haleluya. Lakini leo nimekuja kukwambia kwamba haijalishi wamekuweka wapi, haijalishi wamechukua nyota yako, wakasema hata ukipanga uzi mambo yako haitafanikiwa. Nimekuja kukwambia kwamba tambua uwepo wa Bwana, tambua Bwana wa majeshi. Lakini hayo yote yanafuatana wewe yatakuja kukatika, na wakati itakatika kuna mambo makuu yatatendeka. Haleluya. Kuna mambo makuu yatatendeka. Yule wazee walikuwa wamewahutubia ule kijana, wakawa biashara zao zimeisha. Sasa ni manunguniko, ni nini tutafanya tena ndio hayo mambo yarudi sawa? Wakaona kumbe kuna watu ambao wamesababisha. Mpendo, wakati unaomba jua ya kwamba kuna mahali panaenda hasara kwa wale ambao wanawakuwa anga, ambao wameshikilia watu wasiendelee. Kuna watu unasababisha kwenda hasara. Bwana Yesu asifiwe. Walipoona faida hakuna, maandiko yanatuambia kwamba wakajua ya kwamba hii jambo limesababishwa na Paulo na Sila. Sasa kile tutafanya, maana tukiwatupia mapepo watakamatwa na watumishi wa Mungu, kile ambacho tutafanya, hao watu ni kuwaekelea makosa, tuwapeleke sokoni ili waweze kupigwa. Haleluya. Kumbe watu wanaekelea makosa na wakajikuta polisi, wakajikuta wamefungiwa. Haleluya. Wamebebeshwa mzigo, lakini kumbe ule mzigo si wao. Oh my God. Bwana Yesu asifiwe. Mtu amegonjeka, amekuwa akilalamika kila wakati, ni madawa, hata anasema ule ugonjwa wangu. Kumbe kuna uwezekano hii mambo ni kuekelewa tu. Haleluya. Kuna uwezekano unaweza kuwa umepanga kujenga nyumba, lakini wakati unapanga kitu kinakuja kinapangua, unaenda mwaka mwingine, unaenda tata mwingine, kumbe kuna mahali ambapo umekamatiwa. Bwana Yesu asifiwe.
Lakini nimekuja kukuambia mpendwa, nimekuja kukuambia kwamba hata kama watapanga, hata kama wataona wamefaulu, kaa katika Bwana, naye Bwana atafungua. Haleluya. Maandiko yanatuambia kwamba wakapelekwa sokoni. Walipopelekwa sokoni wakapigwa, makazi wakaitwa. Yaani wale watu wa mtaa, wanajiita wazee wa mtaa siku hizi, ama wanajiita aje? Miji 10 ama mama 10 ama ni ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Wakaitwa. Walipokuja wakaona ni kweli hao watu wanafaa wachapwe, na wakachapwa kweli na bakora wakiwa hawana nguo. Baada ya hapo wakawapelekwa gerezani. Haleluya. Hapa ndipo injili yangu iko. Hapa ndipo nimetumwa nikwambie ya kwamba wakati walipelekwa gerezani hawakuangalia kule wametoka, waliangalia Bwana wa mabwana. Haleluya. Hawakuangalia mapigo waliopigwa waseme hao walitupiga, Mungu teta na wao, lakini walionekana wakiimba nyimbo za kumsifu Bwana, walionekana wakimwomba Bwana. Tazama wamelindwa wasiweze kutoka, lakini bado wanaona ni kana kwamba wako kwao. Haleluya. Wanaona ni kana kwamba wako kwao, lakini kule wako si kwao, lakini kwa sababu ya imani wanamwamini Bwana, wanaona mahali walipo wako kwao. Haleluya. Ilikuwa ni kama video. Wafungwa wengine wanaona wenda wazimu. Hatujazoea kuona wamekuja huku wanaomba. Oh my God. Hatujazoea kuona hao wameletwa huku kwa sababu wamekuja kuimba nyimbo za Bwana, na kumbe wamekamatwa. Lakini hii kitu ni kitu ya aina gani? Hawa ni watu wenda wazimu ama ni nini kinawafanya wakuwe namna hii? Hawakujua ya kwamba kunaye Mungu anamwakilisha. Haleluya. Hawakujua ya kwamba kuna Mungu anawakilishwa mahali pale. Mpendwa, hata wakati uko kwa shida, tambua Bwana Yesu. Hata wakati ambapo unaona mambo yaendi sawa, mtambue Bwana Yesu, sababu yeye ndiye atakayekuwezesha kutoka mahali pale. Haleluya. Wanasema niseme nisiseme. Tulienda hospitali. Tulimuita Bwana. Najua wale wagonjwa wengine walikuwa hawajui kama kuna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Bwana akajibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tulimuita Bwana. Sijui kama amezoea kuona hiyo. Lakini tulimwakilisha Bwana tukiwa na imani ya kwamba hapa tuko na Bwana, na anahitaji kuona kile kiko ndani yetu, na ndani yetu tunahitaji hii itendeke, na itatendeka. Haleluya. Haijalishi mahali ambapo huko pako namna gani, haijalishi umesingiwa na nani, amini Bwana Yesu kwa yote. Haleluya. Tukiangalia maandiko hiyo Matendo ya Mitume 12 kuanzia mstari wa 4 kuendelea, maandiko yanatuambia kwamba
wasiweze kupita. Lakini tunaona maandiko ya kwamba walipokaribia milango ikifunguka. Na ukweli ni kwamba hakukuwa na ile remote ya kufungua milango. Wanaweza sikuwe. Sasa hivi kuna teknolojia. Akifika mahali kuna mlango hivi, ukisimama inafunguka yenyewe. Kuna teknolojia hapo. Wanaweza sikuwe. Wanaiga. Na wewe sifika hata karobo. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanatuambia kwamba akatoka, hata alikuwa anaona ni kama ndoto. Yeye mwenyewe alikuwa amini, lakini wakati alifika pale nje, ndiye alitambua, oh my God, kumbe ni wewe alinipiga ubavu. Kumbe ni wewe alinipatia, uniambia nivae viatu. Sasa niko nje, tunaenda kuhubiri injili tukiwa na ushuhuda ya kwamba Mungu ametutendea hili. Amen. Haleluya. Haijalishi mahali umewekwa, mwamini Bwana. Hiyo challenges unapitia, hiyo challenges utayoonyesha, hiyo challenges utahubiri, watu waone ya kwamba ni kweli ulipitia magumu, lakini Mungu aliyemuita kuna vile alikufungua na atafungua wengine. Haleluya. Tunaona mlinzi akikosa kuamini mpaka anatoa upanga ajimalize. Lakini Paulo alikuwa anajua, wewe hujui nini kimetendeka, wacha nikufafanulie. Si kwamba tumetoroka, bado tuko hapa, na tena hatuna haraka ya kutoka, sababu hata kama tungekuwa na haraka, hii sio kitu, tungetoka kitambo. Lakini tunataka kukuonyesha ya kwamba kuna Mungu yuko ndani yetu ambaye anafanya muujiza. Haleluya. Haleluya. Kama ni kuondoka, wangeondoka kitambo, lakini wangetaka kuambia kwamba kile kunachofanya hakina uwezo mbele ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anataka kuonyesha ya kwamba usijidhuru, usijikate na panga. Huyu ni Mungu amefanya. Mlinzi akaangalia, akaona na ni kweli hapa kuna Mungu. Akawaambia, itafanyikaje na mimi at least nione uokovu wako? Haleluya. Kuna watu wakati Mungu atakutoa katika hali ngumu, watahitaji kujua umetoka hapo namna gani. Kuna watu wakikuona wataamua kuokoka kwa sababu ya kile ambacho Mungu amekufanyia. Lakini ndio ifike hapo, mpendwa, ningetaka kukwambia kwamba amini Bwana Yesu. Haleluya. Ndio ifike mahali hapa, mpende Bwana Yesu, fuatana naye, muamini kwa kila jambo, maana imani ina uwezo. Maandiko yanatuambia masaa ya saa ngapi? Saa 8. Saa 8 na mhubiri ulituhubiria hiyo. Hata sasa hivi nakumbuka. Sana si mchana, usiku. Usiku walikuwa kiimba nyimbo za kumsifu Bwana. Huo usiku walikuwa kimuita Bwana. Na hiyo masaa wafunga wengine wanaoangalia, naona hawa umeleta sarakasi huko. Haleluya. Lakini kile walikuwa na hitaji ni Mungu aingililie kati. Bwana Yesu asifiwe. Mkabidhi Bwana mahitaji yako na usilale usingizi wa kiroho. Mwamini Bwana, piga magoti umuite Bwana, mkabidhi yote, hakika utaona matendo yako ya Mungu ikitendeka. Haleluya sana.
Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Napenda nyimbo lakini nikijaribu kuimba Mungu atanipa neema siku moja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? 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 Ni wokovu. Haleluya. Tukae kwa Yesu Kristo wapendwa. Tuokofu wokovu wa kumaanisha. Si wa kupigana vita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wokovu wa kumaanisha kama Paulo na Sila. Haleluya. Wokovu ambao unaonyesha watu njia na mwelekeo wa kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Tukiokoka hapo tutalii ufalme wa mbinguni. Na mimi sitaendelea sana. Naomba nimkabidhi wa reverend nafasi akaweze kumalizia, na Mungu wa baraka atakuwa kutubariki sisi sote. Naomba tukaweze kusimama sote na Mungu wa baraka atakubariki. Basi nishike mkono Bwana, nishike mkono